Bana, sajili zimefikia patamu haswa, asikuambie mtu, kutokana na namna ambavyo kadri siku zinavyozidi kwenda tunazidi kuweza kuona maajabu yakitokea kwenye masuala ya usajili kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 kuelekea mwaka 2026-27. Dirisha kubwa bana litakuwa na ushindani. Sio wa kitoto, dirisha kubwa la usajili ni kwa nazungumzia namna hiyo bana. Karibu sana kwenye kipengele kizuri cha kimichezo. Gift Online TV ndo habari ya mjini. Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Ndugu yangu, nikuambia kwamba hakikisha una subscribe channel hii ili wa kwanza kupata kuhusiana na yale mengi ambayo yamekuwa yakiendelea ya kimichezo zaidi. Sasa moja kati ya penyenye zile tetesi ambazo nataka nikupenyezee hapa ni kuhusiana na moja kati ya mchezaji ambaye tayari kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba walishazungumza naye kwa muda mrefu haswa, na kila kitu kilikuwa kimesha kwenda sawa na mchezaji pamoja na Simba. Tayari Simba wamesha msajili mchezaji huyu. Wanachosubiri tu ni msimu mpya uweze kuanza, waweze kumuingiza moja kwa moja kwenye system. Ila mchezaji na Simba tayari wameshamalizana na hii mali, na sasa wakati Simba wakiwa tayari wameshakamilisha mchakato wa kumsajili huyu kiungo fundi kabisa kwenye ardhi ya Tanzania, kiungo ambaye amekuwa na kiwango kizuri, amecheza vilabu tofauti tofauti, na kumbuka amekushirikiana pia na kiungo ambaye yuko pale mitaa ya Msimbazi, wakashirikiana vizuri kabisa, hususan katika msimu ambao alikuwa kwenye kikosi cha Geita Gold. Namzungumzia Kevin Nation, moja kati ya kiungo bora kabisa ambaye amekucheza pia na Yusuf Kagoma ambaye kwa hivi sasa yuko pale mitaa ya Msimbazi. Sasa wacha nikupenyeze, baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kukubaliana kila kitu na mkataba walisha saini Simba pamoja na Kevin Nation. Sasa kwa upande wa wananchi Young Africans, ndugu yangu, wameingilia hili dili, na mimi nikuambie kwamba Yanga wako kwenye mpango wa kupindua meza kuweza kuona namna gani ya kuweza kumshawishi Kevin Nation aweze kuchana mkataba wa Simba na kuweza kuingia nao mkataba mwingine, kuingia mkataba na wananchi Young Africans. Nikuambia kwamba viongozi wa Young Africans wako serious kwa ajili ya kuweza kuona namna ambavyo wanaweza wakapindua meza, na Simba na Yanga kama kawaida kwenye masuala ya sajili, kipindi kama hichi ndo kipindi cha kuviziana, ndo kipindi ambacho cha kuweza kuona namna gani ya kuweza kupiga kwenye mshono mtu ambaye atakayekuwa amekaa kizembe. Sasa kwenye hili dili Simba tayari wamesha kamilisha kila kitu. Young Africans wanachotaka ni kupindua meza. Tuliona msimu uliomalizika tuliweza kuona vita ya usajili ilikuwa kwa upande wa namna ambavyo Simba msimu jana, ukiachilia na msimu huu, ilikuwa ni vita ya Simba na Young Africans kwenye kumsainisha bwana mdogo ambaye ni Yusuf Kagoma ambaye kwa hivi sasa anashine pale mitaa ya Msimbazi. Kumbuka Young Africans pia walisaini mkataba vizuri kabisa na Yusuf Kagoma, na Kagoma anakiri kabisa alisaini Young Africans, lakini mwisho wa siku Simba wakaingia kibabe, wakamchukua mchezaji na Yusuf Kagoma akauacha mkataba wa Young Africans, hatimaye akatimkia mitaa ya Msimbazi. Sasa Young Africans hapa nako wanataka kupiga kwenye mshono, wanataka kulipa kisasi kutokana na kile ambacho Simba waliwafanyia Young Africans kwa Yusufu Kagoma. Sasa mimi nikuambia kwamba ni moja kati ya dili ambalo kwa upande wa Simba tayari wameshalikamilisha. Simba na mchezaji washamalizana na tayari mchezaji ameshasinya pale mitaa ya Msimbazi. Ni Simba tu kumuingiza kwenye system. Hapo ndiko ambako panasubiriwa, na kumbuka kivyo yote vile muda kama mchezaji anaweza akamua kagerisha toka rudisha fedha na hatimaye mwisho wa siku akasaini mkataba sehemu nyingine na hatimaye akaachana na nyie pia kibabe, japo inahitaji roho ngumu kikweli kweli. Sasa Simba watafanya nini kwa hivi sasa ni swala pia la kusubiri kuweza kuona, lakini pia Young Africans je, wataweza kupindua meza?
Je, mchezaji mwenyewe maamuzi yake atakuwa ni wapi kwa upande wa Cav Nation? Je, atafanya maamuzi magumu kama ambavyo Yusuf Kagoma aliwafanyia Young Africans? Lakini pia yuko beki ambaye anaitwa Manyama ambaye alikuwa anakipiga kwenye kikosi cha Azam FC. Aliwahi saini Simba lakini akukamilisha kila kitu, mwisho wa siku akauacha ule mkataba na kuendelea kusalia kwenye kikosi cha Azam FC. Hiyo ni miongoni pia mara mbaya ambazo zimewahi kufanyika. Lakini pia Bernard Morrison ambaye alisaini pia mkataba ambao hujakamilika ndani ya Young Africans na akauacha, hatimaye akatimkia mitaa ya Msimbazi. Sasa ni moja kati ya sajili ambazo ziliwapa maumivu makubwa sana Young Africans. Sasa tusubiri kuweza kuona labda katika hili Young Africans wanaweza wakafanikiwa kwa undani zaidi na kuweza kuona namna ambavyo wanaweza wakapindua meza dhidi ya Young Africans. Lakini pia wacha nikuambie kwamba Simba wameendelea kufanya sajili zao kimya kimya na wameendelea kufanya makubwa kwenye masuala ya usajili. Ndio naweza nikakuambia namna hiyo kwa sababu tayari kuna wachezaji ambao Simba wameshamalizana nao vizuri kabisa. Simba namna ambavyo wamesaini mkataba kwa wachezaji wa kizawa, wamesha saini na Cav Nation ambaye alikuwa anamzungumzia hapa, lakini pia Nathaniel Chilambo ambaye yuko kwenye kikosi cha Azam FC, Chobwedo Ramadhani ambaye yuko kwenye kikosi cha TRA United, lakini pia Bakari Msimu ambaye akipiga pale kwenye kikosi cha Wagosi wa Kaya Coastal Union. Simba na wanaonekana tayari wameshamaliza dili na huyu mchezaji. Sasa ni moja kati ya wachezaji ambao kwa upande wa klabu ya Simba wanaonekana kila kitu kimekwenda vizuri. Tunasubiri kuweza kuona je, hili la Cav Nation kunaweza kuwa kuna mabadiliko yote ama ataendelea pia Simba kama ambavyo kila kitu kilivyo kwa hivi sasa. Nikwambie tu vita imeanza kwenye masuala ya usajili. Ni jambo la kusubiri kuweza kuona mwisho wa siku mambo yatakuwaje, namna ambavyo usajili unavyokwenda kuelekea kwenye dirisha kubwa, na bado dirisha halijafunguliwa. Likifunguliwa itakuwaje? Basi kikubwa ni endelea kuhakikisha kwamba unabaki nasi vizuri kabisa. Endelea kufuatilia YouTube channel yetu ya Gift Online TV. Hakikisha unaendelea kusubscribe channel hii, basi moja kwa moja tutakuwa na mengi kwa ajili ya kukujuza zaidi. Mimi ni Eric Keman, referee mwenyekiti wa FIFA. Bye bye.